Tunaambiwa mara mwisho mzee wetu anapata changamoto na mauti unamfika, ulikopo nayo. Unaweza kutueleza ilikuwaje na mlikutana wapi na paka mauti unamfika? Alikuwa ametoka studio, nikawa nipo naye nazungumza naye. Na tulikuwa tunazungumzia ni masuala ya kazi. Kwa hiyo baada ya hapo akaniambia najisikia vibaya. Kwa hiyo nikambeba, nikaita wenzangu tukampeleka hospitali. Kabla ya yote wakati tunawasiliana naye, labda alikuwa kwenye hali gani na mlikuwa mnazungumza nini labda? Tulikuwa tunazungumzia tu, alikuwa anataka kujua ratiba yake ya kazi ya kesho. Kwa hiyo nikaa nampa na kana ananiambia anahitaji muda mwingi wa kwenda kupumzika ili kesho nikirudi nitakuwa niko sawa. Pole sana kwa jinsi ambavyo ufanya naye kazi. Una kipi cha kumzungumzia enza uhai wake na jinsi mmeshirikiana wote kwenye kazi? Alikuwa mtu aina gani? Baba alikuwa ni mtu mzuri, alikuwa ni jasiri na ni mchapa kazi. Siku zote alikuwa anakuja kwa wakati studio, nafanya naye kazi. Lakini alikuwa anatuhusia kila siku tuishi kwa amani, tupendane. Mwisho wa siku alisema tuwe kitu kimoja katika ya maisha. Ila najivunia sana kuhusu yeye, kwa kuwa alipambana mwanzo mwisho mpaka umauti unapomkuta. Alikuwa akituunganisha usiku na mchana pale tunapokosea. Alikuwa ni msingi wetu na muhimili kwenye kila kitu. Alikuwa pia ni mshauri wangu mkubwa kwenye nyakati zote ambazo napitia. Tuzidi kumwombea safari yake huko alipo iwe nyepesi. Pole sana. Asante. Msiba wake tumepokea kwa masikitiko makubwa kwa sababu baba na mimi tuko kwenye tamthilia moja tunafanya pamoja inaitwa Mpali, ambapo mimi ndo mke mkubwa Junza na yeye akiwa kama nguzo. Kwa hiyo tumefanya kazi kwa pamoja kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo kifo chake kusema kweli kimenisikitisha na kimenishtua sana, kwa sababu ndo mtu ambaye nilikuwa nasubiria yeye atoke studio mimi ndo niingie kwa ajili ya kuendelea kufanya kazi. Kwa hiyo tumeshtuka wote kwa pamoja. Tumepoteza pengo kubwa sana especially kwenye sekta ya dubbing. Ndio. Kufariki kwake kuna kuacha nini kwenye maisha yako? Ulikuwa unafanya naye kazi kwa karibu na mnaambia mlikuwa mnafanya kazi ya mwisho kwa pamoja ambayo ameiacha. Kifo chake kimekuacha nini kwenye maisha yako kwenye career ya uigizaji? Baba siku zote alikuwa ni mtu wa upendo sana. Kwa hiyo nadhani mimi pia amenifundisha namna ya kuishi na watu. Baba alikuwa anamheshimu kila mtu, awe mkubwa, awe mdogo, awe ni mtu maarufu au sio mtu maarufu. Lakini baba siku zote amekuwa ni mtu mwenye upendo, anatuhusia mambo mema na tulikuwa tunakaa naye kwa upendo kila wakati. Kwa hiyo tutamkumbuka sana na hicho kitu ameniachia. Nitaendelea kumwenzi nacho. Cha muhimu tu ni kwamba tupendane, tusali, hilo ndo jambo la muhimu sana kwa sababu hatujui siku wala saa. Ndio.